Mwaka 1985 Tanzania ilisimama katika njia panda. Uchumi ulikuwa ukipitia changamoto kubwa na taifa lilihitaji uongozi wenye maamuzi ya kipekee. Ndipo akatokea mtu mwenye utulivu, busara na maono. Si mwingine bali ni Rais Ali Hassan Mwinyi. Wengine walimuona kama kiongozi mpole, wengine walimuona kama mwanamageuzi, lakini historia ilimpa jina ambalo halijawahi kusahaulika kamwe kwenye historia ya dunia: Mzee wa Ruksa, jina lililonaswa vichwani mwa wananchi na kuacha historia isiyoweza kusahaulika kamwe. Je, alikuwa nani kabla ya kuwa rais? Kwa nini aliamua kufungua uchumi wa Tanzania? Kwa nini baadhi walimsifu huku wengine wakimkosoa? Na ni urithi gani aliyouacha katika taifa? Mwaka 1925 katika kijiji cha Kivule mkoani Pwani alizaliwa mtoto anayeitwa Ali Hassan Mwinyi. Akiwa na umri mdogo, familia yake ilihamia Zanzibar ambapo wazazi wake walitokea. Huko ndipo alianza maisha mapya yaliyojenga msingi wa safari yake ya baadaye. Alianza shule ya msingi katika shule ya Mangapwani, kisha akaendelea na masomo katika shule ya Mikindani Dole. Mbali na elimu ya darasani, alihudhuria pia madrasa, jambo lililomjengea maadili, nidhamu na misingi ya dini tangu utotoni. Maisha yake hayakuwa ya anasa. Alikulia katika mazingira ya kawaida, akijifunza thamani ya kazi, heshima na kujituma. Sifa hizo zilimfanya avutiwe na taaluma ya ualimu, na kabla hajafikisha umri wa miaka 20 alianza safari ya kuwafundisha wengine. Katika dunia kuna historia ambayo huandikwa na wengine, lakini kuna historia ambayo huandikwa na yule aliyeishi mwenyewe. Baada ya miaka mingi ya ukimya, Rais wa pili wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Ali Hassan Mwinyi, aliamua kufungua ukurasa wa maisha yake kupitia kitabu chake kilichoitwa Mzee wa Ruksa, Safari ya Maisha Yangu. Ndani ya kurasa zake alisimulia maisha yake tangu utotoni, safari yake ya ualimu, kuingia kwenye siasa hadi kuiongoza Tanzania katika kipindi cha mageuzi makubwa ya uchumi na kisiasa. Rais Mwinyi ni miongoni mwa marais wachache waliweza kuandika historia zao kwenye vitabu. Hili lina maana kubwa sana kwenye jamii, kwa sababu watu wataendelea kujifunza historia yake karne na karne. Uzuri ni maisha halisi yaliyoandikwa na mhusika, hivyo hayana shaka ndani yake. Kitabu cha Mzee wa Ruksa ni simulizi ya ushuhuda wa mtu aliyekuwa katikati ya maamuzi yaliyobadilisha Tanzania. Ni hadithi ya mafanikio, changamoto, maamuzi magumu na mafunzo ya uongozi ambayo bado yanaizungumza historia ya taifa. Karibu katika Mone Simulizi, tukichambua kitabu cha Mzee wa Ruksa, Safari ya Maisha Yangu, na kufuatilia maisha ya Ali Hassan Mwinyi kupitia simulizi yake mwenyewe. Kitabu cha Mzee wa Ruksa, Safari ya Maisha Yangu ni tawasifu inayoelezea maisha ya rais wa pili wa Tanzania, Ali Hassan Mwinyi, kuanzia utoto wake, elimu, kazi hadi uongozi wake akiwa rais wa Tanzania kuanzia mwaka 1985 hadi mwaka 1995. Ndani ya kitabu hiki Mwinyi alisimulia safari yake ya kutoka kuwa mwalimu na kiongozi wa ngazi mbalimbali za serikali hadi kufikia nafasi ya urais. Anaeleza changamoto alizokutana nazo katika kipindi ambacho Tanzania ilikuwa na matatizo makubwa ya kiuchumi na jamii. Moja ya mambo makubwa yaliyoelezwa ni jinsi alivyofanya mageuzi ya kiuchumi kwa kuruhusu sekta binafsi kushiriki zaidi.
kupunguza udhibiti mkali wa serikali na kufungua uchumi. Hii ndiyo iliyompa jina la utani la mzee wa ruksa, ikimaanisha sera ya kuruhusu mambo mengi kufanyika kwa uhuru zaidi. Kitabu hiki pia kilionyesha changamoto alizokutana nazo kama migomo ya wafanyakazi na wanafunzi, ugumu wa kubadilisha mfumo wa uchumi uliokuwa wa kijamaa, maamuzi magumu ya kisiasa ndani ya serikali. Pamoja na mafanikio, Mwinyi alionyesha pia majuto na tafakari binafsi kuhusu baadhi ya maamuzi yake, akisisitiza umuhimu wa uongozi wa busara, unyenyekevu na kusikiliza wananchi. Kwa ujumla, kitabu hiki ni somo la historia ya Tanzania na pia mwongozo wa uongozi unaoonyesha jinsi maamuzi ya kiongozi yanavyoweza kubadilisha mwelekeo wa taifa. Hii ni safari ya maisha ya Rais wa pili wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Ali Hassan Mwinyi, kiongozi ambaye maamuzi yake yalibadili mwelekeo wa Tanzania milele. Ali Hassan Mwinyi alizaliwa tarehe 8 Mei 1925 katika eneo la Kivule, mkoa wa Pwani, na alikulia Unguja. Alikuwa mwalimu kabla ya kuingia kwenye siasa, jambo lililomjengea uwezo wa uongozi na mawasiliano. Mwinyi alipata elimu yake ya msingi na sekondari huko visiwani Zanzibar kama nilivyokueleza awali, kisha akahitimu mafunzo ya ualimu. Alifanya kazi kama mwalimu kwa miaka kadhaa kabla ya kuanza kushiriki kikamilifu katika shughuli za kisiasa. Baada ya mapinduzi ya Zanzibar na kuundwa kwa muungano wa Tanganyika na Zanzibar, Mwinyi alishika nafasi mbalimbali za uongozi serikalini. Alishawahi kuwa waziri wa mambo ya ndani, balozi wa Tanzania katika nchi mbalimbali na rais wa Zanzibar. Hakuishia hapo tu, bali alikuwa makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Baada ya kustaafu kwa Julius Nyerere mwaka 1985, Mwinyi alichaguliwa kuwa rais wa pili wa Tanzania. Alihudumu kuanzia mwaka 1985 hadi mwaka 1995. Ikiwa ni takriban miaka 10 ya madaraka yenye mafanikio makubwa. Aliongoza mageuzi ya uchumi kwa kuruhusu mfumo wa soko huria. Alifungua milango kwa sekta binafsi na uwekezaji. Alihamasisha uhusiano wa Tanzania na mataifa mbalimbali. Alianzisha sera zilizochangia ukuaji wa biashara na uwekezaji nchini. Kutokana na sera zake na kufungua uchumi, alipata jina la utani mzee wa ruksa, likimaanisha kutoa fursa zaidi kwa wananchi kufanya biashara na shughuli za kiuchumi. Baada ya kumaliza muda wake mwaka 1995, aliendelea kuwa mshauri wa kitaifa na kiongozi mwenye heshima kubwa nchini. Alijikita pia katika shughuli za maendeleo na upatanishi. Ali Hassan Mwinyi alifariki tarehe 29 Februari mwaka 2024 akiwa na umri wa miaka 98. Alikumbuka kama mmoja wa viongozi walioleta mabadiliko makubwa ya kiuchumi na kuendeleza amani na umoja wa Tanzania. Nukuu isiyosahaulika. Rais Mwinyi katika hotuba zake alisikika akisema, maendeleo yanahitaji uwazi, ushirikiano na kuwapa wananchi nafasi ya kushiriki katika uchumi. Urithi wake unaendelea kuonekana kupitia mageuzi ya kiuchumi aliyoyaasisi, ambayo yalibadili mwelekeo wa uchumi wa Tanzania kutoka mfumo wa ujamaa kuelekea uchumi wa soko. Katika safari ya maisha ya Ali Hassan Mwinyi, kulikuwa na mtu aliyekuwa nguzo muhimu nyuma ya pazia, mke wake Siti Mwinyi. Kwa miaka mingi, Siti Mwinyi alisimama bega kwa bega na mume wake, akimsaidia kutekeleza majukumu ya kifamilia na yale ya kitaifa. Kama mama wa taifa wakati wa urais wa Mwinyi, alijihusisha na shughuli mbalimbali za kijamii, akihamasisha ustawi wa familia, afya na maendeleo ya wanawake. Pamoja walijenga familia iliyozingatia maadili, heshima na elimu. Walijaliwa watoto kadhaa akiwemo Hussein Ali Mwinyi ambaye baadaye alifuata nyayo za uongozi na kuwa rais wa Zanzibar. Katika simulizi za Mwinyi, familia haikuwa pembeni ya uongozi wake.
bali ilikuwa chanzo cha nguvu, ushauri na utulivu katika kipindi chote cha utumishi wake wa kitaifa. Ali Hassan Mwinyi alifunga ndoa na Siti Mwinyi mwaka 1960. Ndoa yao ilidumu kwa miongo mingi na walijaliwa watoto 12, wanaume 6 na mabinti 6. Miongoni mwa watoto wao anayejulikana zaidi ni Dr. Hussein Ali Mwinyi, ambaye baadaye alifuata nyayo za baba yake katika uongozi na kuwa rais wa Zanzibar. Hata hivyo, familia yao imekuwa ikihifadhi faragha ya watoto wengi, hivyo si majina yote 12 yanaweza kuwa wazi hadharani. Wanaojulikana zaidi ni Hussein Ali Mwinyi, rais wa sasa wa Zanzibar; Abdullah Al Hassan Mwinyi, mwanasheria na mwanasiasa aliyewahi kuwa mbunge wa East African Legislative Assembly kuanzia mwaka 2007 hadi mwaka 2017. Familia ya Mwinyi imeendelea kujulikana kwa kuthamini elimu, maadili, utumishi kwa jamii, huku baadhi ya watoto wao wakibaki nje ya maisha ya umaarufu na kuishi maisha ya faragha. Mwaka 1984 Ali Hassan Mwinyi alichaguliwa kuwa rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi. Wakati huo, kwa mujibu wa Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, rais wa Zanzibar pia alikuwa ni makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hakukaa muda mrefu katika nafasi hiyo. Baada ya Rais Julius Nyerere kutangaza kustaafu urais mwaka 1985, Chama cha Mapinduzi CCM kilimteua Ali Hassan Mwinyi kuwa mgombea wa urais. Baada ya kushinda uchaguzi mkuu wa mwaka 1985, Mwinyi alikabidhiwa madaraka ya urais wa Zanzibar na kuapishwa kuwa rais wa pili wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hivyo Ali Hassan Mwinyi ni miongoni mwa viongozi wachache katika historia ya Tanzania waliowahi kuiongoza Zanzibar na baadaye kuiongoza Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mpangilio wa marais wa Zanzibar hadi wakati wake ni Abeid Amani Karume wa mwaka 1964 mpaka 1972, Aboud Jumbe wa mwaka 1972 mpaka mwaka 1984 na kufuatiwa na Ali Hassan Mwinyi ambaye aliongoza mwaka 1984 mpaka mwaka 1985. Hata hivyo, kwa mujibu wa orodha rasmi ya serikali ya Zanzibar inayohesabiwa marais tangu kuanzishwa nafasi hiyo mwaka 1963, Ali Hassan Mwinyi huhesabiwa kama rais wa 5 wa Zanzibar, kwa sababu orodha hiyo pia inajumuisha viongozi waliokuwa marais kabla ya mapinduzi ya Zanzibar ya mwaka 1964. Baada ya kuongoza Zanzibar kwa takriban mwaka mmoja, Mwinyi alichaguliwa kuwa rais wa pili wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mwaka 1985. Kabla ya kuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Ali Hassan Mwinyi aliandika historia nyingine muhimu visiwani Zanzibar. Mwaka 1984, baada ya kujiuzulu kwa Rais Aboud Jumbe, Ali Hassan Mwinyi alichaguliwa kuwa rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi. Lakini je, kwa nini historia inamtambua kama rais wa 5 wa Zanzibar ili hali wengine humhesabu kama rais wa 3 baada ya mapinduzi? Jibu liko katika mfumo wa kihistoria unaotumiwa na serikali ya Zanzibar. Serikali ya Zanzibar huhesabu viongozi wote waliowahi kushika nafasi ya mkuu wa nchi tangu Zanzibar ilipopata uhuru wa mwaka 1963. Orodha hiyo inaanza na Muhammad Shamte Hamad, ikifuatiwa na Sultan Jamshid bin Abdullah, kisha Abeid Amani Karume, Aboud Jumbe na hatimaye Ali Hassan Mwinyi kama rais wa 5 wa Zanzibar. Kwa sababu hiyo, Ali Hassan Mwinyi anatambuliwa rasmi kama rais wa 5 wa Zanzibar, ingawa alikaa madarakani takriban mwaka mmoja tu. Kipindi hicho kilikuwa daraja muhimu lililompelekea kwenye nafasi ya juu zaidi nchini. Mwaka 1985, baada ya Mwalimu Julius Nyerere kutangaza kustaafu urais, Chama cha Mapinduzi kilimteua Ali Hassan Mwinyi kuwa mgombea wa urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kama nilivyokueleza awali, alishinda uchaguzi na kuapishwa kuwa rais wa pili wa Tanzania. Akawa mmoja wa viongozi wachache katika historia ya nchi waliowahi kuiongoza Zanzibar na baadaye kuiongoza Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Huu ndio ulikuwa mwanzo wa enzi za mzee wa ruksa,
kiongozi ambaye mageuzi yake yalibadilisha Tanzania kwa namna ambayo bado inajadiliwa hadi leo. Moja ya maamuzi makubwa ya Ali Hassan Mwinyi ilikuwa ni kufungua Tanzania kwenye mfumo wa vyama vingi. Akiamini kuwa maoni ya wananchi ni muhimu, aliunda tume nyalali iliyopitia mustakabali wa siasa nchini. Mwaka 1992 Tanzania iliruhusu rasmi mfumo wa vyama vingi, hatua iliyomfungulia ukurasa mpya wa demokrasia na kuweka msingi wa uchaguzi na ushindani ulioanza mwaka 1995. Mwaka 2022 dunia ya Kiislamu ilimtambua rasmi mzee Ali Hassan Mwinyi kwa kumpatia King Faisal Prize for Service to Islam, moja ya tuzo zenye hadhi kubwa zaidi katika ulimwengu wa Kiislamu. Heshima hiyo ilitokana na mchango wake katika kuieneza elimu ya Kiislamu, kukuza uvumilivu wa kidini na kuhudumia jamii kwa misingi ya amani na maendeleo. Kwa Mwinyi, tuzo hiyo haikuwa yake peke yake, aliitoa kwa Waislamu wa Tanzania na Afrika Mashariki. Tuzo ya King Faisal haikuwa kwa ajili ya siasa pekee, bali kwa maisha ya huduma kwa dini na jamii. Ali Hassan Mwinyi alitambuliwa kwa kuimarisha amani ya kidini, kukuza elimu ya Kiislamu na kujenga mazingira ya uvumilivu iliyofanya Tanzania kuwa mfano wa kuigwa duniani. Baadhi humkumbuka kama kiongozi aliyefungua uchumi, wengine humkumbuka kama kiongozi aliyeanzisha enzi ya mageuzi. Lakini baada ya kupitia maisha na maamuzi yake, je, wewe unamkumbukaje Ali Hassan Mwinyi? Rais Mwinyi ana hadithi ndefu sana. Haya ni machache kuhusu historia yake. Nikukumbushe tu usisahau kusubscribe na kubonyeza alama ya kengele ili uwe kwanza kupata simulizi zetu kila pale tunapoachia simulizi mpya. By the way, mimi naitwa Salki. Ukiniita Mr. Stallman inakuwa noma zaidi.